Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT Taifa, mama yetu Mary Pius Yatanda, mbunge na mjumbe wa kamati kuu ya chama ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, viongozi wote mlioko hapa, itifaki nimeizingatia. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ambavyo unafahamu maelekezo uliotushushia huku mikoani, na mara kadhaa tumekuwa na vikao na wewe mwenyekiti wetu mpendwa, ambaye leo hii sisi wote ni wabunge pamoja na wewe. Wakati kabla hujawa mbunge pia umekuwa ukija pale bungeni ukitusii wabunge wa viti maalum kuhakikisha tunashiriki utekelezaji wa ujenzi wa hizi nyumba za viongozi wa UWT wilaya zetu zote pamoja na mkoa. Mimi kwa binafsi yangu, baada ya kuona wilaya zote zinaendelea kupata wadau, nikaangalia ofisi ya UWT mkoa inagombaniana wadau na UWT jiji, mimi nikasema basi nijiveshe hili bomu nikitumia. Nikaona kwamba nina taasisi sio kwa kiserikali, Mary Priska Women Empowerment Foundation, kama kaka pale aliyoivaa, sio kwa pale kidogo, hiyo ndo sare maalum kwa ajili ya taasisi yangu. Kwa hiyo nikasema taasisi nina uwezo wa kutafuta marafiki ambao wanishike mkono na jitihada zangu, basi niweze kufanya ujenzi wa nyumba ya katibu wa UWT mkoa. Lakini yote nimefanya mama, mimi nimesema ni sadaka yangu, mimi ni Mkristo, nikasema sadaka kwa Mungu wangu kwa hapa nilipofika. Mimi ni nani? Kuna wanawake wangapi wenye uwezo zaidi yangu? Nikasema mbele ya Mungu wangu na mbele ya wanawake wa mkoa wa Mbeya ambao wamekuwa na imani kubwa ambayo siwezi kuielezea, nikasema hii nyumba ya UWT mkoa nitaijenga peke yangu. Na nikawaambia naomba msinitafutie mdau, sadaka yangu mtaiharibu. Kwa hiyo hii pia ni sadaka, lakini ni alama ya upendo. I'm giving back to the community kama CSR. Kama vile ambavyo makampuni yakija kupewa miradi yanaweza kurejesha kwenye jamii, mimi nimepewa hii nafasi na wanawake wa mkoa wa Mbeya. Nitawapa nini? Kama ni vitenge tumeshavaa, kama ni matisheti tumeshavaa, sasa kipi kitakuwa tangible? Nikasema wanawake wa mkoa wa Mbeya, asante yangu kwa nafasi mlionipatia. Hii nyumba mimi nitapambana, na matarajio yangu kabla ya Disemba mwaka huu mimi hii nyumba nitakuwa nimeshaikamilisha kila kitu. Na haya matarajio kwa sababu yana nia safi, ninaamini Mwenyezi Mungu atanisaidia, atanipa watu, na mimi mwenyewe ataniwezesha kwenye miradi yangu ninayohangaika huko kutafuta fedha ili hii nyumba iweze kukalika. Na hata kabla ya Disemba nitajitahidi kodi ya katibu wa mkoa ikiisha, asipange, nimtengenezea angalau bedroom yake hapo ndani pawe pazuri kabisa, aweze kuishi wakati anaangalia na mafundi akitoka na kirudi, utakuta mambo yanakwenda vizuri. Ndivyo Watanzania tunajenga. Hata sisi tunaingia kwenye nyumba zetu hazijakamilika kabisa, zinakamilika tukiwa ndani, na inakuwa rahisi zaidi na inakuwa ina msukumo zaidi. Pamoja na ujenzi wa nyumba hii ya UWT mkoa, Mheshimiwa Mwenyekiti, sikujitenga kwenye mawilaya. Nikianza wilaya ninayoingia kama halmashauri, kama diwani pale Chunya, nyumba pia imeshafikia hatua zaidi ya hii, kwa sababu tumeshapiga grili na plasta kwenye madirisha kama hivi. Lakini ile nyumba kiwanja kilitafutwa na ofisi, mimi nilijenga lile boma. Kwa hiyo nilitumia kama milioni 9 hivi kunyanyua lile boma, alafu nikamkabidhi mbunge wa jimbo naye akatuwezekea, na wadau wengine wanakuja wanaendelea kutusupport. Hiyo ni kwa upande wa nyumba ya mtendaji wa UWT Chunya. Lakini tukirudi pale Rungwe, Mheshimiwa Mwenyekiti, ile nyumba ya UWT katibu wilaya, mimi ndo nilinunua kiwanja. Nilikinunua kiwanja, nikanunua na tofali, tukapandisha boma, tukapandisha na vyumba vya biashara pembeni, kwa sababu ni eneo la mnada. Naita mnada mama, si ndio? Soko. Kwa hiyo mwenyekiti muda ule alishauri tujenge na vibanda vya biashara wapate kitega uchumi. Kwa hiyo niliweza kushiriki kwa sura hiyo, na baada ya hapo nimeachia wadau wengine waendelee kukamilisha. Nimefurahi juzi nimemwona dada yangu Suma kaezeka. Kwa hiyo ina maana sasa tutaruhusu wadau wengine kuleta madirisha na kuweza kuendelea nayo. Lakini ukifika ile nyumba ya Kiela, ninafurahi sana, na mimi nina mkono wangu pale mrefu tu. Hii
michanga, simenti, zile gypsum pale ndani umeona pamependeza, na skimming nilifanya mimi, lakini vile vile grill niliweka mimi, na michango mingine midogo midogo. Wakishindwa hela za fundi hapa na pale, wana shida milioni 300, 500 ya haraka, huwa tunasaidia. Mheshimiwa, yale maelekezo yako ni maelekezo ya kuitajirisha UWT. Hii ni heshima unayoenda kuiacha Mama Mary Chatanda. Haya ni mawazo yako wewe pamoja na kamati yako. Kwa hiyo sisi ambao tumebembea kwenye mgongo wako tunaendelea kuimarisha hii heshima ambayo utaiacha, utakumbukwa. Katibu wangu kasema pale, hata chama hawana hizi nyumba, wanatuonea wivu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukija pale hapa Mbeya mjini, wao wakati wanajenga nyumba ya mtendaji wa wilaya, na mimi napenda sana uchumi, nilijielekeza kwenye kitega uchumi. Niliahidi nitawapa milioni 20, mpaka sasa nimeshawapa milioni 13. Kwa hiyo pale tunajenga hostel, ni karibu na chuo cha CBE. Kwa hiyo tutakapokuja kukamilisha ile hostel ni kitega uchumi kizuri sana. Na hii milioni 7 iliyobaki, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa uaminifu mkubwa nitaikamilisha, na kadiri siku zitakavyokuwa zinaendelea nitaendelea kuchanga, nitaendelea kwa na kusupport na kuhamasisha wengine waje, kitega uchumi kikamilike. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale Mbeya vijijini utaenda kukutana na libangalo. Hapa tunawaza tutaliezeka vipi. Katibu aliyepita kidogo alituyumbisha, sisi tulitaka fedha ikajenge, lakini alifanya kitu kizuri, akajenga vyumba vya biashara. Kwa hiyo niliwapaga milioni 5 ikaishia hapo kwenye vyumba vya biashara. Nilipotoa milioni 5 ya pili ndio ikaenda kwenye ujenzi. Lakini baadaye kwenye sherehe za CCM za mwaka jana nikapeleka milioni 3 in terms ya simenti na matofali. Ujenzi umekamilika vizuri kule, nafikiri wameshafunga ile renta. Sasa tunaangalia namna gani tuendelee kushikana tuwezeke. Lakini nimeshawaahidi, nimewaambia zile bati wamekadiria kama milioni 8 hivi nitawanunulia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukienda Mbarali hali kadhalika, badala ya ujenzi wa nyumba ya mtendaji wakasema tunajenga nursery, tukakubali. Kwa hiyo wakajenga vyumba kwa ajili ya nursery, vikaenda. Lakini sasa tunajua watendaji wanabadilika. Katibu aliyekuja akasema hapana, chumba kimoja tutakifunga mashine, walipewa na Mheshimiwa mbunge mwenzangu, na chumba kingine vyumba vyo vya biashara badala ya nursery. Kwa hiyo na wenyewe pia wamekwama kuwezeka. Niwaambia niombe huko ninakozitafuta nizipate, kwa sababu na wao nimewaahidi milioni 8 ya bati ili waweze kuwezeka. Tunapofika kwenye kuwezeka, Mheshimiwa Mwenyekiti, unafahamu ujenzi unakuwa mgumu sana. Ni hela ya pamoja, sasa kuichanga changa inakuwa kazi. Basi mimi huwa napenda nikishawafanyia kile kitu ambacho cha umoja, afu naachia wengine, tunafanya vile angalau ukiwa na milioni unaingia site, ukiwa na hiki unaingia. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwa nafasi yangu kama mwakilishi wa wanawake wa mkoa wa Mbeya kwenye ujenzi, nimeweza kushiriki hivyo kwenye mawilaya, na miradi mingine mingi tumeifanya. Nafikiri wakati mwingine tukipata nafasi nitakuelezea. Hii nyumba mpaka katibu alale comfortable. Fundi ametukadiria milioni 80. Kwa hiyo milioni 80 hiyo pia tutamwekea sofa seti moja na TV na kitanda chumba kimoja, kwamba akija katibu mgeni basi asianze kulala gesti. Kama mizigo yake bado hajabeba, akute chumba kimoja kinalalika, akute sebleni panakalika. Kwa hiyo katika milioni 80 mpaka hapa, mpaka jana jioni tumeshatumia milioni 31. Nahemewa. Kabla sijakagua nianze kusema kwanza. Nichukue nafasi hii, ndugu zangu, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa taarifa hii aliyotueleza hapa na kujitoa kwake kwa namna alivyojitoa yeye kama yeye kuweza kujenga nyumba hii, mbali ya maeneo mengine ambako ameweza kuchangia. Nao tunakupongeza sana, hongera sana, kwani kutoa ni moyo wala sio tajiri. Unaweza ukawa unazo alafu usiwe mtoaji, lakini wewe umeweza kujitoa, sio kwamba unazo, isipokuwa unajitoa moyo wako, umesema utoe kwa ajili ya chama chako, utoe kwa ajili ya jumuiya yako. Tunakupongeza sana 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 kwa moyo huu ambao umeuonyesha. Yaani kwa maana ya mkoa wa Mbeya mnaonekana nyinyi sasa Mbeya mtakuwa ni wa kwanza. Tumezunguka maeneo mengine, tumezunguka ndio tunakuta ujenzi wa nyumba zimejengwa, lakini kwa historia hii unayozungumzia Mheshimiwa mbunge, mnyonge mnyongeni haki yake mpendwa. Mimi nakupongeza sana 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 kwa kujitoa huku unakojitoa. Asante. Unasema umeamua unakipa zawadi chama chako kwa sababu kimekutendea mema wewe hadi ulipofika hapo. Ni kwa ajili ya chama, ni kwa ajili ya jumuiya hii ya umoja wa wanawake. Umetoa sadaka
basi sadaka hii sisi tunaipokea mikono yote, na tunasema Mwenyezi Mungu akaendelee kukupa afya njema ili kusudi kazi hii iweze kwenda kukamilika. Hongera sana 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 kwa kujitoa kwako. Nikupongeze sana 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 sana. Hongera sana. Mwenyezi Mungu akupe afya. Akupe, endelee kupa pumzi ili haya ambayo umekusudia yaweze kufanya nini? Kukamilika. Katibu wa sehemu wa mkoa. Yes, mimi na wewe tutakwenda kumwandikia barua ya kumshukuru kwa kweli. Yawezekana hapa tushukuru tu. Shukuru basi tumesema maneno yameisha. Hapana. Mtu akifanya jambo jema ni vizuri mkaandika barua ya kumshukuru kwa sababu amewatendea mema. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.